Yes, mwanamchezo, ni muda mwingine tena ambao tunakutana hapa kupeana taarifa za kimichezo, ambapo kila siku tunakupa madini ambayo nafikiri wewe mwenyewe unayaona kupitia Anwar TV. Mimi kila siku nitaendelea kukumbusha kwamba usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment TV yako pendwa ya Anwar TV, ambayo tunakuletea habari nyingi ambazo za kimichezo na habari nyingine tele. Bwana, FIFA World Cup inazidi kuchanja mboga. Sasa ni hatua ya 32 bora, ambapo mwaka huu umeonyesha ubora mkubwa sana wa timu za Afrika. Ni timu kadhaa ambazo zimeamua kuvuja jasho kweli za Afrika kuonesha umwamba. Nafikiri ni hatua ya kujivunia so far, kwa sababu Afrika tunaonesha ushindani mkubwa katika mabara yale ya Ulaya yaliyoendelea, kwa sababu tunaona kwamba kama klabu Cape Verde imeonesha tunaweza kusema ushindani mkubwa sana kwenye haya mashindano. Leo nimekuja kuangazia nini? Nimekuja kuangazia kwamba ni kitu gani wanahitajika kufanya timu zetu hizi za Afrika ili kuingia hatua ya 16 bora, ambazo tunaweza tukasema kwamba kuna ushindani mkubwa zaidi. Hata hii ya 32 bora ni hatua kubwa kwao, kwa sababu ni mafanikio. Lakini ukitoa timu kama Morocco ambayo ilikuwa msimu uliopita imeingia mpaka robo finali, hii ni hatua kama tunaweza kusema ni muendelezo kwao. Lakini hizi timu nyingine tunaweza tukasema kwamba wanatakiwa kufanya kitu ambacho ni bora zaidi ili kuonesha kile mahitaji ya Afrika yanataka nini. Na kitu ambacho kilichotujenga Afrika nafikiri ni ushindani wa sisi kwa ndani humo ambao uliofanyika kwenye AFCON. Kama uliangalia AFCON iliyopita, kulikuwa kuna ushindani mkubwa sana ambao watu wengi walisema kwamba wa Afrika kwa sasa tunaweza tukawa tunafanya makubwa duniani, na hiki tunaweza tukasema kinatujenga kutokana na wachezaji wa Afrika kwenda kupata changamoto ama experience kwenye mataifa ya bara Ulaya, Asia. Ni kitu ambacho ni bora sana. Sasa ni kitu gani ambacho kifanyike? Kwanza ni ku maintain standard ya timu, yani kujaribu kuboresha ama kujenga ule ubora ni zaidi ya hapo walipokuwepo. Sina mashaka na Morocco wala sina mashaka na timu zote zilizoingia kwenye hatua 32 bora, lakini huku anaenda kukutana na mataifa ambayo yenye wachezaji bora. Kwanza kwenye timu kuna wachezaji ambao moment moja tu wanaweza wakakupa kitu ambacho hujategemea. Ninaongea hivi kwa sababu nimeangalia Ivory Coast. Ukirudia mechi na German, angalia kitu ambacho walichokifanya. Wamepoteza dakika za mwishoni, walipata nafasi nyingi, walikuwa na uwezo wa kuandika hata goli 4, lakini walifanya uzembe. Unaweza tukasema kwamba ule ni nafasi clear chance walitengeneza zaidi ya 4, lakini wameshindwa kuzitumia. Lakini kwenye hatua hii unahitaji sana maamuzi ya wachezaji kuliko kukosa nafasi nyingi. Hizi tunaweza tukasema ni hatua zile za kuonesha ubora wako kwenye michuano hii ya World Cup, kwa sababu World Cup wanaonekana wachezaji na timu kubwa, Barcelona, Real Madrid, Liverpool na timu nyingine ambazo ni bora duniani. Hapa sasa kinahitajika kufanyika kwa timu za Afrika ni ku-maintain ubora wa timu. Yani tukubali kwamba timu za mabara ya Ulaya wao wanaweza kucheza mpira, sisi tucheze kimbinu zaidi kama alivyocheza. Navutiwa sana Cape Verde ambao walivyoenda na mfumo wao. Hakufanikiwa kushinda hata mchezo mmoja, lakini draw zimewapa nafasi ya kwenda mbele. Hii ni kutokana kwamba kuonesha ule ubora kwamba sisi ball chezeni nyinyi, play football nyinyi, sisi tumekuja kulinda ambacho tunajua kwamba nyinyi ni bora zaidi ya sisi. Tunatakiwa kuachia mpira nyinyi mcheze. Sisi tunachohitajika kufanya ni kukaa nyuma yenu. Sisi tunataka kulinda hichi ambacho tulichokuwa nacho, na hicho wamefanikiwa, japokuwa hatua inafuata kukutana na Argentina, bingwa mtetezi wa kombe hili la kombe la dunia. Maana yake ni kuhakikisha kumtoa kwenye reli Argentina. Sio rahisi, lakini inawezekana, kwa sababu mpira wa saizi ni mbinu, ni namna gani ambavyo timu unaweza ukaingia kwenye mchezo. Kwa hiyo kinawezekana, lakini kilio changu kitakuwa pale pale kwa timu ambazo ukiangalia Ivory Coast, Senegal nao wana mtindo huo wa kukosa nafasi. Muangalia Ismail Assal, ni mchezaji mzuri sana, lakini kuna mechi ambazo anaweza ameamka vizuri, lakini zile nafasi anazikosa nyingi. Unaona kwamba timu inahitaji nafasi ndogo
ili ishinde, lakini nafasi ndogo unazozipata mchezaji anakosa. Japokuwa kwenye mechi nyingine afanya vizuri, lakini kwenye michuano hii inahitaji kila mchezo unavyokuja wewe unahitajiki kuwa bora sana. Mwangalie Saibari, mchezaji wa Morocco, uwezo alioonyesha ni bora. Kwa mara ya kwanza mchezaji kutoka Afrika anashinda mechi mfululizo 3 goli baada ya goli. Maana yake ni ubora wa hali ya juu. Na angalia anacheza nane, amecheza na Brazil, what a performance, ameonyesha ubora. Hii ndio standard ambayo tunataka kutoka Afrika. Kwa sababu kwa sasa Afrika tunahitaji kuonekana duniani kwamba tuna kitu ambacho ni bora zaidi ya kuionyesha. Morocco ameonyesha uwezo mkubwa, Algeria ameonyesha uwezo mkubwa, Ivory Coast na timu zote za Afrika ambazo zimefuzu. Hii ina maana kwamba maendeleo ya mpira wa Afrika unaenda kuwa zaidi juu. Sasa kitu ambacho ni cha msingi kwenye hizi timu kuhakikisha hawaruhusu mara kwa mara kujaribu kufikiwa eneo lao la kushambuliwa na timu kama zile ambazo zilokuwa bora uwanjani muda wote. Safu za ushambuliaji waangalie Jerumani, waangalie Brazili, angalia Ufaransa, moja ya timu ambayo yenye safu bora ya ulinzi ya ushambuliaji duniani. Olise, Due, Kylian Mbappe, mwangalie Dembele. Hawa ni wachezaji ambao wenye zile quality ambazo one chance one goal, wanaweza kufanya kitu chochote ambacho wao wanaweza. Sasa ukomavu wa wachezaji wa aina hiyo tunao. Hapa sasa ni kwenda kujipima ule ubora wetu wa Afrika, kuona kwamba inawezekana. Kwa sababu baadhi ya wachezaji wanaweza kuonesha huo ubora. Sasa watu wengi nimeona wakiongelea kuhusiana na taifa la Tanzania, nini kifanyike? Nafikiri kwanza sisi wa Tanzania, sisi wenyewe kwa wenyewe ni kujaribu kujitathmini wachezaji wetu kuhitaji, kwa sababu umeona michuano mwaka huu ni ya moto sana. Ukienda kizembe ndo kama hivyo unakula 7. Maana Jerumani umeona wakikutana na timu ambazo ni kibonde hawachekeshi. Kwa hiyo Tanzania kinachohitajika kufanyika sisi kwanza kuhakikisha timu yetu sisi wenyewe, walimu, lakini hata viongozi wetu kuhakikisha wanaachia nafasi ya wachezaji kujaribu kuja kucheza Tanzania. Hiki ni mbinu kubwa, lakini miundombinu namna gani academy tunaweza tukazitengeneza. Taarifa ni nyingi sana na madini ni yapo mengi sana kuhusiana na Africa World Cup. Na sasa World Cup hatua ya 32 bora imeshatoka. Ni kushuhudia michuano, ni kuiombea Afrika, ni kuiombea timu za Afrika zifanye vizuri, kuhakikisha zinafanya vizuri katika michuano hii. Kupata habari hizi za Anwar TV, hakikisha una subscribe channel yetu ya Anwar TV kupata kitu ambacho kilichokuwa bora. Mimi ni Ashraf Said Musa wa Anwar TV.